Wakati ikiwa imebaki muda mfupi tu kabla wekundu wa Msimbazi Simba kuteremka dimbani kucheza dhidi ya TRA United katika mechi ya robo fainali ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB ifikapo saa 12:30 jioni, miongoni mwa yale ya kujiuliza ni kwamba kiungo wa kimataifa kutoka Zambia mwamba wa Lusaka Clatous Chota Chama, je, ataendeleza unyama wake leo hii ikiwa kocha Steve Barker wekundu wa Msimbazi Simba atampatia nafasi ya kucheza? Hilo ndio swali kubwa la kujiuliza, kwa sababu Clatous Chota Chama hivi karibuni amekuwa kwenye kiwango bora sana kiasi ya kwamba katika mechi hiyo dhidi ya TRA United, kama atapata nafasi ya kucheza, yeye mgongoni nambari 17 huenda akawa miongoni mwa wale wa kufuatiliwa sana, wa kuchungwa sana, wa kuvutia sana kutokana na uwezo wa hali ya juu alioonyesha hivi karibuni. Ikumbukwe Simba wanakutana na TRA United ambayo nayo hivi karibuni imeimarika sana kwenye uchezaji wake ikiwa chini ya kocha Etienne Ndairagije. Mfano tu ni kwamba kwenye mechi yao ya mzunguko wa pili wa ligi kuu Tanzania bara, Simba walishikiliwa kwa suluhu dhidi ya TRA United. Ingawa kwenye mzunguko wa kwanza mechi yao Simba walishinda 3-0, lakini ni TRA United walioshikilia kwa suluhu Yanga kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abeid pale jijini Arusha, wakati katika dakika 90 za mchezo Yanga ambao wanaongoza ligi hivi sasa, Yanga ambao ni mabingwa watetezi wa ligi kuu Tanzania bara, waliotoa kwa mara 4 mfululizo kwenye mechi hiyo. Kwa mara ya kwanza kwa siku za karibuni walimaliza dakika 90 bila kupiga shuti lolote la kulenga shabaha. Lakini ni TRA United iliyotoka kuipiga Azam FC kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abeid pale jijini Arusha mabao 4-1. Ni TRA United iliyoifunga Singida Black Stars mabao 2-0 katika mechi yao mojawapo ya ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu. Sasa kwa wasifu huo wa TRA United kwa siku za karibuni, matarajio ni kwamba itakuwa mechi kali. Lakini kwenye muundo wa Simba chini ya kocha Steve Barker, wa baada ya golikipa kwenye kikosi ambacho huanza ni anakuwa na walinzi 4, viungo 3 na washambuliaji 3. Halafu katika kipindi cha pili anabadilisha mfumo na kuwa baada ya golikipa anakuwa na walinzi 4, viungo wale ukabaji 3, washambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Hapo ni baada ya kumuingiza Selemani Mwalimu Gomez. Lakini kwenye kikosi chake kinachoanza mara kwa mara huanza na Force 9, mshambuliaji bandia ambaye huwa ni Eli Mpanzu Kibisawala. Sasa katika mifumo yote hii, kwenye hii ya 4-3-3, Clatous Chota Chama huweza kupatikana katika eneo hili miongoni mwa viungo 3, akiwa na Yusuf Kagoma, Neo Maema na yeye, ama Ino Josephine Loemba, Yusuf Kagoma na yeye, au wakati mwingine hata katika hao 3 anaweza akawepo kwamba yeye, Libasege na Mpanzu, vyovyote kocha atakavyo. Lakini kwenye mfumo huu huwa tena anakuwepo katika hapa Selemani Mwalimu, kunakuwa na Libasege, halafu kunakuwa na Anise Ura, halafu katikati anakuwepo Clatous Chota Chama kukamilisha wale viungo 3 wa ushambuliaji, yeye akiwa nyuma ya mshambuliaji kinara. Chama amekuwa akifanya mambo makubwa hivi karibuni na kwa kiasi kikubwa akisaidia Simba kutimiza mipango yake. Ikumbukwe Chama alisajiliwa na wekundu wa Msimbazi Simba kurejea kwa waajiri wake hao wa zamani akitokea Singida Black Stars wakati wa usajili wa dirisha dogo. Tangu kutoa kwake amekuwa na mchango mkubwa sana, kwa sababu mpaka sasa Clatous Chota Chama ameshaifungia Simba mabao 6, lakini pia akiipa assist 4 na kuchangia mabao 10 kwa pamoja, kwa maana ya kufunga na assist kati ya mabao 42 waliofunga wekundu wa Msimbazi Simba mpaka sasa. Na kwa sababu hiyo ukiangalia mchango wa jumla mabao, kuchangia mabao 10 kati ya mabao 42, ukitaka kujua hapa goal contribution rate, ukizidisha utagundua ni around 24% ya mabao yote ya wekundu wa Msimbazi Simba mpaka sasa katika ligi kuu Tanzania bara yamechangiwa na mwamba Lusaka Clatous Chota Chama ambaye walimsajili wakati wa dirisha dogo. Lakini kwa ujumla tu akicheza katika eneo hilo unatoka kulieleza, Chama amekuwa na uhuru wa kwenda kushoto, kwenda kulia, kwenda mbele kama mshambuliaji kinara katika baadhi ya nyakati. Lakini Chama wa hivi sasa alichobadilisha zaidi katika aina yake ya uchezaji ni pamoja na uwezo mkubwa wa kurudi nyuma kusaidia kuzuia. Chama amekuwa kama mchezaji mwenye umri chini ya miaka 25 kutokana na nishati anayoitoa uwanjani, ilhali inafahamika wazi ifikapo Juni 18 atatimiza miaka 35 kwa mujibu wa taarifa rasmi. Lakini amekuwa mpambanaji haswa, na kikubwa zaidi mguu wake wa kushoto ambao ni weak foot, mguu dhaifu, amekuwa akiutumia pia kwa udhuru wapinzani. Katika mechi ya ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Mashujaa
alipiga bao la pili, bao safi litokanalo na guu lake la kushoto katika kupiga mpira huo, wakati akifunga mabao mawili, Simba ikishinda mabao 3-0 dhidi ya Mashujaa kwenye uwanja wa Lake Tanganyika pale mkoani Kigoma. Na uthibitisho juu ya ubora wake, Chama katika mechi za karibuni zote yeye amekuwa akimaliza kama mchezaji bora wa mchezo. Mechi za Simba, mechi dhidi ya Mashujaa aliibuka kuwa mchezaji bora wa mchezo. Mechi dhidi ya JKT Tanzania ambao alifunga bao pekee hapa Simba ushinda bao 1-0, yeye ndo alikuwa mchezaji bora wa mchezo. Mechi dhidi ya Tanzania Prisons wakishinda mabao 4, yeye alifunga mabao 2, alikuwa ndiye mchezaji bora wa mchezo. Mechi ya sare ya 2-2 dhidi ya watani zao wa jadi Yanga kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo Mbweni jijini Dar es Salaam, Chama alitoa assist. Chama alifunga bao kali lililozua gumzo sio tu hapa nchini bali hata nje ya mipaka ya Tanzania, na alikuwa ndiye man of the match, mchezaji bora wa mchezo. Lakini katika mechi ya fainali ya Kombe la Muungano pale kwenye uwanja New Amaan Complex visiwani Zanzibar, Clatous Chota Chama alikuwa kwenye kiwango cha juu mno na ndiye aliyesababisha penati iliyowekwa wavuni na Selemani Mwalimu Gomez, zikiwa zimebaki dakika 2 tu kabla ya mechi kukamilika katika dakika za nyongeza 30 baada ya dakika 90 za awali kumalizika kwa suluhu. Ni Chama ndiye aliyefanywa madhambi katika eneo la penalty la Yanga. Mchezaji Edmund John ndiye aliyemfanyia madhambi. Matokeo yake Simba wakapata ushindi wa bao 1-0 kutokana na influence ya Chama katika tukio hilo. Sasa Chama huyu amekuwa tishio, amekuwa jinamizi kwa wapinzani wa Simba katika siku za karibuni, na nimetaja baadhi ya michezo. Je, leo hii ifikapo saa 12:30 jioni, akiwa miongoni mwa silaha za kocha Steve Barker kuwezesha Simba kupata matokeo, kwa nia ya kuiwezesha Simba kupata matokeo na hatimaye kwenda nusu fainali ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB ambalo hawajalitia mikononi misimu 4 mfululizo likitwaliwa na watani za wajadi Yanga. Ataendeleza ule unyama wake? Ikumbukwe mpaka sasa mechi 16 za ligi kuu Tanzania bara, Mwamba Lusaka ameshapiga mashuti 25. Yes, 25 shots, na kati ya hayo mashuti 15 yamelenga shabaha, huku akifunga mabao 8, jumla akifunga mabao 8, akitoa assist 4, kuchangia mabao 12. Lakini kati ya mabao haya mawili aliyafunga wakati akiwa Singida Black Stars, mojawapo alilifunga kwa mkwaju wa penalty katika mechi ambayo Singida Black Stars walicheza dhidi ya TRA United, ambayo leo hii ndiyo Simba wanakwenda kukabiliana nayo katika robo finali ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB. Waona hapa kwamba uwezo wake kubadilisha nafasi kwa mabao, goal conversion rate, Chama ni wa kiasi gani? Ni kwamba mabao aliyofunga mpaka sasa mabao ni 8 yaliyotokana na mashuti 25 aliyopiga, ukizidisha kwa 100 unapata goal conversion rate hapa ni around 32%. Hii ni silaha mojawapo ya Chama ya uwezo mkubwa wa kujua wapi pa kusimama, apige vipi, kuwazidi maarifa magolikipa na kufunga. Goal conversion rate iko kiwango cha juu, mashuti 25, goli 8 ni 32%. Simba nzima uwezo wake wa kubadilisha nafasi kuwa mabao kwa wastani ni around 19%, kwa sababu Simba mpaka sasa wamepiga mashuti 227, mabao aliyofunga 42, kwa goal conversion rate itakuwa 42 chini 227 zidisha kwa 100 unapata hapa ni around 19%. Kwa hiyo Chama Clatous uwezo wake kubadilisha nafasi kwa mabao unazidi wastani wa timu nzima ya Simba katika kutumia nafasi. Kwa sababu hiyo ni mchezaji muhimu sana, ni mchezaji ambaye akiwa kwenye kiwango chake bora ni dhahiri kwamba ana uwezo wa kuibeba Simba katika mechi ya robo finali. Mbali na kufunga, mbali na kuassist, Chama ni mpambanaji haswa. Chama huyu wa sasa anarudi nyuma kukabiliana na wapinzani katika kuhakikisha wanarejesha umiliki wa mpira kutoka kwa wapinzani. Chama pia ni mzuri katika upigaji wa chenga, kasi na kutoa pasi sahihi, hata kama sio zile za mwisho, zile za assist kwa maana ya kusaidia bao kufungwa au kufunga yeye mwenyewe. Chama ataendeleza unyama wake leo hii, ni swala la kusubiri na kuona. Wewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.